Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania, tumefika maeneo ya sekondari ya Kinyamwezi, lakini pembeni yangu nipo na mkuu wa shule, lakini pia nataka naweza kuzungumza naye. Awali tuliambatana na Mheshimiwa Diwani Frank Joseph Mang'ati katika eneo hili, tuliweza kuzungumza naye mengi, hususan katika kikao ambacho kimepita, lakini wiki iliyopita tuweza kufanya kikao pamoja na wazazi wa kidato cha 4 pamoja na kidato cha pili, lakini leo pia ameweza kuandaa pia mkutano wa wazazi akiwa pamoja na wanafunzi wa kidato cha kwanza pamoja na wanafunzi wa kidato cha tatu. Je, ni kitu gani atakiona? Nini taswira yake? Nini anaenda kukibadilisha katika uongozi mzima wa shule hii, ikiwa yeye ni miongoni mwa walimu ambao ni wageni katika ardhi hii, kwa maana kwamba hata miaka 5 bado hajatimiza akiwa yupo katika shule hii ya sekondari ya Kinyamwezi. Mkuu, pole sana kwa majukumu, lakini pia hongera, unaendelea kufanya kazi nzuri, unazidi kuonyesha wana Kinyamwezi kwa maana kwamba ni kweli unaenda kupambania maslahi ya vijana wetu. Asante. Kwa jina naitwa Mwalimu Kaige Rashid Kaige, mkuu wa shule Kinyamwezi sekondari, na hapa nimeletwa mwaka 2023. Kwa na takriban miaka miwili kama na nusu. Yapo mengi. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na uzima, lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila, nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Ilala Comrade Edward Mpogoro. Pia nimshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Comrade Huruma, lakini pia tumshukuru idara yetu ya elimu sekondari chini ya afisa elimu Alhaji Dr. Musa Shabani Ali na wasaidizi wake wote kwa kazi kubwa wanayofanya na kutupa miongozo namna ya kuendesha na kuzisimamia shule zetu hizi. Ni kupitia maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, alituita tarehe 7 mwezi wa kwanza katika ukumbi wa Karimjee, wakuu wa shule wote wa sekondari, walimu wakuu wa shule za msingi, maafisa elimu kata wetu wote na viongozi wetu idarani wote wa pande mbili. Wote tulikutana pale. Moja ya maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ni kuhakikisha kwamba vikao vya wazazi vinahusisha waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata, maafisa elimu kata, maafisa ustawi wa kata, pamoja polisi kata na wenye viti wa serikali za mitaa na watendaji wa mitaa. Anasema lengo nini? Hawa wasaidie kusukuma mbele ajenda na sera za serikali katika elimu. Kwa wazazi wasimamie wao, walimu tukaa pembeni, kama ambavyo ndugu mtangazaji mmeona leo. Mheshimiwa diwani na wenyeviti wa serikali za mitaa yetu, alikuwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mustafa, alikuwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa amewakilishwa mtaa wa Pugu mtaa wa Kigogo Fresh B, walikuwepo hapa. Wamefanya kazi kubwa ya kupeleka mipango mikakati ya taaluma kwa wazazi, na wazazi wameiafiki kwa kauli moja. Hii inaenda kutekeleza kauli mbiu ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba Ilala bila division 4 inawezekana, na sisi hapa Kinyamwezi tumekamata hiyo kwamba Kinyamwezi bila division 4 inawezekana. Lengo letu ni kutokomeza division 4, na hii ni mikakati ambayo wazazi wameikubali, wameafiki, wanaenda kuitekeleza. Na sisi tunachoahidi kwanza kwenda kutekeleza mikakati hii kwa bidii kubwa, weledi na uzalendo hali ya juu, na tunahakikisha hatopatikana mtoto yoyote wa Kinyamwezi sekondari akarejeshwa nyumbani kwa sababu ya mipango mikakati au akaadhibiwa kwa sababu ya mipango mikakati. Hilo jambo litakuwepo, lakini tutahakikisha watoto wote wanatekeleza mipango mikakati hii ambayo wazazi wameiafi. Nataka uniambie kikao cha awali unahisi kimeleta mpango gani mkakati ambao ni chanya kwa wazazi? Nashukuru kikao cha awali kwanza kimerahisisha kikao cha leo. Kikao cha awali kilikuwa cha wazazi wa kidato cha pili na kidato cha 4. Leo tumemalizia wazazi wa kidato cha kwanza, kidato cha 3. Kwa hiyo kubwa wazazi wa leo wamefanya kuafikiana na yale wenzao japokuwa kwa na michango yao ya kabla. Lakini pia tumepokea maelekezo kadhaa ya Mheshimiwa diwani ametupa twende tukafanyie kazi, ikiwemo kuhakikisha kwamba lugha ya Kiingereza inatumika katika ufundishaji na mawasiliano shuleni kwa walimu sisi na wanafunzi wetu. Hili tumelibeba kwa mikono miwili na tunaenda kulifanyia kazi. Lakini pia ametupa maelekezo mengi, yote tunamwambia Mheshimiwa diwani tumeyapokea na tunaenda kuyafanyia kazi. Lakini pia tuseme katika kipindi kifupi tumeweza kufanikiwa wadau wa maendeleo wa elimu wametusaidia computer laboratory. Tumepata laptop 20 na mfumo mzima wa computer lab. Lakini pia kuna mdau wa kwanza alitupatia desktop 8. Lakini pia tuna library nzuri, ina vitabu vya kutosha, na hapa tutoe shukrani kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia TAI
imetupatia vitabu vya kutosha hasa vya sayansi. Kwa hiyo kazi tulionayo sasa ni kuwa na maarifa ya kuwafanya watoto wasome vitabu na kuvigawa vitabu kwa watoto, kuwaondoshea watoto hofu ya kukaa na vitabu kwamba atapoteza. Hili tunaenda kulifanyia kazi kuhakikisha vitabu vinaenda kwa wanafunzi waweze kujisomea. Lakini pia nishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, mwaka juzi ilitupatia shilingi milioni 58 na laki 4 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa vile pale vimeshajengwa ambavyo tunatumia kama laboratory na ni computer lab pamoja na staff ya walimu. Lakini pia matundu 8 ya vyoo ikiwemo vyoo vya wenye mahitaji maalum. Tunamshukuru sana na tunaomba Mheshimiwa mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji aweze kwa bajeti ya mwaka huu kututengea tena fedha kwa ajili ya ukarabati wa vyumba 4 vya darasa, lakini ujenzi wa vyoo vya walimu, lakini pia kumalizia jengo la walimu, jengo la nyumba ya mwalimu, lakini pia kumalizia jengo la laboratory ya physics, na pia ujenzi wa ghorofa 4 baada ya kuwa tutabomoa jengo lenye vyumba 6 vya madarasa ambayo ni chakavu. Tunamwomba sana mkurugenzi wetu bajeti ya mwaka huu atukumbuke. Na Mheshimiwa Diwani amesema anaenda kuisimamia katika vikao vya bajeti. Mkaigi ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari ya Kinyamwezi imeweza kuleta mtazamo gani chanya kwa wakazi wa maeneo haya ambao pia ni wazazi ambao watoto zao wanasoma katika shule hii? Nitakia kuendelea kufanya ni kwenda kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.